tunaofaulu na kufuzu kupata certificate tupo wengi, lakini nafasi zinakuwa ni chache. Population inaongezeka day after day. Sasa ushauri wangu kwenu vijana wenzangu, hii population kwetu tuigeuza kuwa ni fursa, na kuigeuza kuwa ni fursa ni kuwa wabunifu na kuweza kuingia katika mchakato wa kujiajiri. Dr. Samia Suluhu Hassan anajua tunatoka vyuoni, hatuna mitaji, na sisi ama viongozi wa juu wanatushauri kuweza kwenda kujiajiri, na ni kweli. Mimi pia ni mmoja wapo ambaye nimejiajiri, niliingia mtaani na kuweza kujiajiri na kuweza kuendelea kuwa moja kati ya watu ambao wanaingiza pato katika nchi yetu. Nini tasaidiana? Dr. Samia Suluhu Hassan na viongozi wake wamekuja kutuletea 10% ambayo kwa muda mrefu ilizuiliwa. Hizi fedha zinatoka katika halmashauri zetu. Mgawanyo wa 10% huu upo katika makundi matatu: kuna vijana, wanawake na walemavu. Hizi fedha zinatolewa ndugu zangu, na nipende kuchukua fursa hii kuwaeleza vijana wenzangu na viongozi wenzangu waweze kulisema hili, na tafsiri ya kulisema hili ni kuweza kuwapa watu maana na kuweza kujua hizo fedha wanazipata vipi. Hizi fedha zinapatikana katika halmashauri zetu. Niende mbele kidogo, viongozi wetu mahiri tuliokuwa nao katika serikali wakiongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan walikati na kuweza kufikiria, leo vijana tunawapa mitaji, wanakwenda kufanya biashara gani? Biashara ziko nyingi, lakini bado serikali inaona namna gani ya kuweza kuwasaidia vijana kufungamana na hizi fursa zinazopatikana ndani ya serikali. Nadhani mwezi uliopita tulipata ugeni wa Mheshimiwa Waziri wa Vijana, alikuja Morogoro hapa, nadhani kwa kampasi ya Solomoni, ambapo katika ule mkutano walikuja taasisi mbalimbali. Moja ya taasisi ambayo ilikuwa imekuja pale kutoa mada ilikuwa ni taasisi ambayo inahusika na utangazaji wa tenda zote, zabuni zote za serikali kupitia mfumo wa PPRA. Katika mfumo ule wa PPRA, tenda zinazotangazwa zote za serikali 100% maelekezo ya Mheshimiwa Rais, 30% za tenda zile ziweze kupewa makundi maalum. Makundi maalum hayo Mheshimiwa Rais alielekeza 10% wapewe kundi la vijana, 10% wapewe wazee, na 5% wapewe wanawake, na 5% wapewe watu wenye ulemavu. Tupige makofi kwa Dr. Samia. Kwa nini nasema tupige makofi Dr. Samia? Ni kwa namna gani anaona vijana tunahitaji kupewa kipaumbele katika nafasi hizi za fursa. Leo tunatoka vyuoni, sote tunajua namna ya kutumia mitandao, namna ya kuweza kujisajili na kuweza